Yes, kama ambavyo nimekudokeza kwamba wakati huu tunakwenda kwenye Zilizo Bamba na mwenyeji wetu katika eneo hilo ni Ali Bakari Mufti. Ushikaji wa simu ni ule usishtuke. Juzi jana hivyo na kesho tarajia. Karibu Ali Bakari. Asante sana. Mwakarobo Jiara, Golgano Mwakarobo. Hayo yote ni majina yako, sio? Sahihi kabisa. Mjukuu wa Ambwene. Mjukuu wa Mwakarobo. Ambwene ni baba mwenyewe. Sawa. Japo Godlisten juzi alikuongezea ole. Mwakarobo ole nini akatia ole. Angalau kwa namna vile ambavyo ulikaa sana kule Arusha. Sasa inawezekana ikawa lakini nashukuru nimekuwa nikiwafuatilia tangu kipindi kinaanza na tunafahamu ya kwamba tupo kwenye dabi ya Kariakoo. Dabi hii inaenda kuchezwa kule katika dimba la Amani. Tumepata darasa pale. Uwanja wa Amani. Wa Amani, lakini upo katika Amani Complex. Yes. Kwa hivyo kwa ujumla lile eneo lote kwa ujumla ndio New Amani Complex. Yes, lakini uwanja kama uwanja bado unakuwa ni Amani. Au sio? Sahihi kabisa. Safi kabisa. Yes, hii ni dabi ya Kariakoo ndio imefanya tupate hilo darasa tusiweze kuchanganya wakati mwingine. Asante pia kuungana na Lilian Mukulu pamoja na Adriano James. Tuende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni tuone na kwenyewe kuna habari gani, na kikubwa hatuwezi kukwepa habari zinazohusiana na dabi ya Kariakoo. UFM kama tulivyowahi kusema ya kwamba ni moja ya kurasa za mitandao ya kijamii ambazo zimechangamka sana kwa sasa na zinaendelea kuchangamka sana. Ni redio hii tunaweza kusema redio dada ya Azam TV, Azam Media. Unaipata UFM pia 107.3 kwa hapa Dar es Salaam, lakini katika mikoa mingine pia tunapatikana Arusha, tunapatikana Dodoma, tunapatikana Shinyanga na maeneo mengine mengi kweli kweli. UFM inapatikana. Lakini nini wanasema? Wanasema Kariakoo Derby, heshima haiombwi kwa maneno. Hii hapa. Na huku chini wamekuwekea picha ya mtangazaji wa mechi hiyo ile hii Baraka Adson Mpenja. Mwenyewe amezoea kujiita sauti ya radi. Lakini huku upande wa kulia Yanga versus Simba shilingi milioni 150. Hii ni maana yake ni kwamba mshindi wa leo atachukua kiasi hicho cha fedha. Na upande wa huku shilingi milioni 100, hii ni mshindi wa pili. Kwa hivyo wote wawili tayari wamejihakikishia kuchukua milioni 100. Si ndio? Timu zote mbili zimejihakikishia kuchukua milioni 100. Yaani tayari milioni 100 zipo kwenye account. Yes. Unaelewa hapo Mwakalogo? Kwa nini useme timu zote zimejihakikishia kuchukua milioni 150? Hapana, haiwezekani. Yaani mmoja atachukua milioni 150. Lakini mmoja atachukua 100. Kwa nini useme wamejiandaa kuchukua 100? Not kwenye wamejihakikishia tayari hii tayari kwa sababu kuingia tu finali. Maana yake wewe tayari nafasi ya pili. Yaani hiyo ipo tu. Sasa kuchukua nafasi ya kwanza ni maamuzi. Songe mbele. Tusonge mbele. Lakini kikubwa ni heshima haiombwi kwa maneno. Heshima haiombwi kwa maneno. Inapo nimewaza unampa Adriano hiyo milioni 100. Au hiyo milioni 100 unampa ndugu yangu Adriano. Tafanyaje? Simu zote hazitapatikana. Muda sio rafiki. Tuende katika posti nyingine tuone, lakini hiyo ni inachagiza tu kuelekea katika dabi ya Kariakoo mchezo wa leo. Ali Shabani Kamwe ambaye kwa muda tangu michuano inaanza hakuwepo Zanzibar, mwenyewe anasema ya kwamba palipoa kidogo, lakini namna alivyoingia jana anasema Zanzibar imechangamka sana leo. Hii ilikuwa ni jana, alianza vurugu zake tangu anaanza safari Dar es Salaam na mpaka alivyotua Zanzibar na mambo aliyofanya kule. Yeye mwenyewe anasema ya kwamba Zanzibar ilipoa na yeye amechangamsha. Sijui watu wa Zanzibar wanasemaje, na namna alivyoingia vazi lake ndivyo vile ambavyo watu wa pwani huwa wanapenda kuvaa vazi hili. Kikoi na vitu vingine. Hii kikoi sio msuli. Sio msuli. Hichi ni kikoi, ana fimbo, ana kofia. Ni kofia za watu wa pwani kabisa, ukizikuta hivyo. Sasa kama kweli palichangamka, na je uchangamfu huo utaendelea baada ya dakika 90 za leo? Basi tu uachie muda. Twende katika posti nyingine tuone na kwenye kuna habari gani. Ahmed Ali anasema tupo tayari, wapo tayari kwa ajili ya mechi ya leo. Kuna watu wametia utani hapo kwenye comment, anasema mpo tayari kufungwa, akiweka emoji ya kucheka. Yani huyu amemaliza sentensi ya Ahmed Ali kwamba tupo tayari kufungwa. Yani comment bwana. Lakini kuna mwingine huko chini Pago anasema nguvu moja. Hiyo ni kauli mbiu ya Simba Sports. Lakini mwingine anasema Allahumma amin, Mungu bariki
shabiki Simba akiombea dua timu yake leo iweze kufanya vizuri katika mchezo wa leo. Yote hayo ni dabi ya Kariakoo, finali ya Muungano Cup. Twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Tunafahamu baada ya kushuhudia mechi ya leo ya finali ya Muungano Cup, kuna watu wanachanganya kidogo wakisikia finali ni kama vile neno lile mapinduzi linawajia na iko Zanzibar kwa Zanzibar wajue tu kwamba ni Muungano Cup. Haya, hawa ni Mbeya City ambao kesho watacheza dhidi ya Mashujaa, wataikaribisha Mashujaa katika mchezo wa NBC Premier League. Wanasema umekuja wakati mbaya sana Mbeya City. Sasa ni wakati wa baridi kali, sijui mvua nyingi. Labda kwa sababu labda inawezekana ndio mechi yake itakuwa ya kwanza Salma Yanga tangu ametua pale Mbeya City. Lakini kumbuka Salma Yanga msimu uliopita alikuwepo Mashujaa. Kwa hivyo na wanarejea Sokoine pia. Wanarejea Sokoine. Umeaga kwenu Kigoma, Mbeya City anamuuliza Mashujaa. Lakini kikubwa hawa watu wa graphics wanachagiza mambo haya na hasa katika mpira wetu. Twende katika posti nyingine tuone hayo ni mambo ya NBC Premier League. Jana kulikuwa kuna mapokezi makubwa ya bondia Ibrahim Klasi, tumezoea kumuita Mawe. Ni bondia ambaye ametoka Bangkok, Thailand kule ambako kule aliweza kushinda alipata ushindi wa kimataifa, mkanda wa kimataifa wa WBC kwa uzito wa kilogramu 59. Ukisikiliza maneno ya jana ya mabondia ikiwemo Twaha Kiduku ni kwamba ndo kwa mara ya kwanza bondia huyu Twaha Kiduku ndo ameweza Ibrahim Klasi kushinda mikanda miwili. Yes, kushinda mikanda miwili. WBC silver na gold. Yes, silver na gold. Kwa hivyo ni jambo la kupongezwa na mapokezi kiukweli yalikuwa makubwa, na sisi Azam TV kiukweli kwa heshima ya Ibrahim Klasi, kwa heshima ya mchezo wa ngumi tulifanya vile ambavyo tunastahili, kwamba tulimwandalia na sisi mapokezi yanayostahili, na tukio hilo liliruka live pale Azam Sports 3 HD. Na hata ukipita kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Azam TV Sports utakuta kule baadhi ya mambo ambayo yalijiri jana. Twende katika posti nyingine tuone na kwenyewe kuna habari gani. Hiyo ni kuhusiana na hao ni TPBRC ambao wale wanasema Ibrahim Klasi akiwa kwenye mahojiano baada ya kurejea kutoka Thailand na ushindi mkubwa uliotukuka. Mapokezi ya heshima kutoka kwa wadau wa ngumi pamoja na TPBRC yanaonesha fahari ya taifa kwa juhudi, nidhamu na moyo wa kupambana. Hii sio mwisho, ni mwanzo wa mafanikio makubwa zaidi. TPBRC ndio commission ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania, ambao kwa sasa inaongozwa na kaimu mwenyekiti Patrick Nyembela akisaidiana na Jacob Mbuya. Haya bwana. Nzuri kabisa. Tunaenda katika posti nyingine. Tuone hapa na kwenye haya ni mambo ya ngumi, mambo ya vitasa. Yes. Haya bwana, na nafikiri muda zimekataa imekubali bwana. Bwana wewe zimekataa. Hii ilikuwa ni kabla tu ya mechi. Wenyewe wanaita first leg. Ni mchezo wa mkondo wa kwanza kwenye lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Ni PSG ikikaribisha Bayern Munich inayoongozwa na Vincent Kompany, na hapa alikutana na Luis Enrique kabla ya mchezo. Na wenyewe wanasema Luis Enrique and Vincent Kompany having a laugh after their team put on UEFA Champions Classic. Sindio? Mufti. Kuna hiyo comment ya kwanza kabisa inasemaje? Some have Varashkelia, other have Olise, I have Madueke. Nani wala? Nani ana Madueke? Hebu fafanua vizuri kwa mtazamaji. Kuna wengine kwa maana PSG wana Varashkelia. Bayern Munich wana Olise. Ngoja Adrian, unaenda kwa speed. Ili jina niliona challenge kwenye klabu moja hapa Tanzania, naweza kahitaji Young Africans bila shaka. Kama sijakosea walikuwa wanafanya challenge wachezaji wao kutaja tu hivi. Kuna mtu alimuita Kavaskelia. Anaitwa Varashkelia. Nani? Varashkelia. Varashkelia. Bila shaka kina Shibalala watakuwa wamesikia vizuri. Kuna mtu alimuita Kavaskelia. Malizia ile point yako. Kwa hiyo PSG wana Varashkelia. Bayern Munich wana Michael Olise.
Afu kuna mtu I have Madueke. Sasa Madueke anacheza timu gani utajua sasa. Wewe Usiseme umalizia. Bayona hili swala kwa Bayona. Hataki kulisikia. Bayona anataka wajibu. Haya, yes, posti ya mwisho kabisa, huu mchezo ulimalizika ngapi? Magoli mengi kweli kweli yameweza kufungwa katika mchezo huu, magoli 9 jumla, ambapo PSG wameshinda magoli 5, lakini Bayern Munich imeshinda magoli 4, si ndio Ama hapo nimechanganya hesabu? Ni sahihi. Tupo sawa kabisa. Ni miongoni mwa michezo ambayo imetoa magoli mengi sana, sio? Bila shaka nafikiri mtaendelea kuchambua hapo. Niache hiyo, ni ligi ya mabingwa barani Ulaya, na leo hii tunakwenda kwenye mchezo mwingine. Hizo zote ni first leg. Arsenal dhidi ya Atletico. Atletico dhidi ya Arsenal. Maana mwenyeji Sharif Bayona pote alipo wakati. Kwenye hiyo mechi. Kwenye hii hapa hawezi kwenda kujirekodi. Anajua. Bwana, ni rejesha kijiti kwako, lakini kikubwa tu ni kwamba dabi ya Kariakoo ndio leo, lakini kuna dabi ya Kariakoo nyingine tarehe 3 Mei, yani ni siku chache sana kutokea leo hii hapa. Kwa hivyo lipia kisimbuzi chako uweze kufaidi uondo huu wote ndani ya wiki hii. Bwana, tuna muda mfupi sana bwana, niseme asante sana kwa ujio wako hapa. Bado na vitu vingi sana. Nikutakie utendaji mwema wa kazi zinazokuhusu kutokea hapa.